Nini tena hiki? Na mbaya zaidi ili imefika mtoto wa kike. Na Odo akiwa ni mkubwa kati yao. Sasa ingekuwepo hapa tungesaidizana. Je, acha lawama. Odo kabisa ameshatuambia muda wote anabana na mkojo. Na ndio maana ametangulia mbele kwa ajili ya kujisaidia. Tutamkuta. Jamani, mimi sioni kama kuna haja ya kuendelea kulaumiana kwa sababu kilichotokea hapa wote tumekiona. Kilichobaki ni kumbeba huyu, kutafuta nyumba na kuomba msaada kwa sababu hapa sio sehemu sahihi. Ngoja kwanza. Kaka atakata tukabebe tunenako kwa daktari ili akafanyie vipimo au Jay, mshike tuondoke. Yaani sio kama tunakuja kama mazombi, tunaweza kama mazombi. Maskini. Wemiza. Haya vipi mwali wangu? Kwani tuna ugomvi? Mbona nipita bila kunisalimia? Nisamee tu kipenzi. Mwanzo hapa alipo akili yangu imechanganyikiwa kabisa. Sio kwamba sio ni mtu, lakini akili yangu haiko hapa. Nimevurugwa hatari. Haya yamekusibu yapi? Shoga yangu, nimekaa zangu nyumbani. Nikasema ngoja nitoke hapa niende kwa ndugu wangu mchokozi nikamsalimie. Ile nimefika tu kwenye uwanja wao. Hata sijakanyaga vizuri. Si ndo nikabisha hodi? Damu kubwa kaamka. Kuniona tu kama kaona mbogo udugu. Toka kwetu! Ananifukuza. Mie tena vipi? Nikajua masiara. Dada nipiga hatua. Kachachawa. Toka kwetu! Nikasema toba ya Rabi. Chani nimekufia kwenye majumba ya watu. Damu kubwa mimi. Ngoko zangu tena niondoke. Ndio unavyoona hapa akili haiko sawa. Yaani nimechanganyikiwa. Sielewi udugu wangu kanifukuza kisa nini. Yaani niza bana. Kwani wewe unaongea na mchokozi? Hiyo hali mbona sio mara ya kwanza kutokea? Kuna siku nilisikia lakini sina uhakika. Alienda kwa kina Subira, akaja mama shoga yangu. Alimtimua kama mwizi. Ila kwa story nilivyoisikiliza vizuri, ile mama inavyoonekana na mambo ya kishirikina. Kwa mimi mshirikiana shoga yangu. Na mambo ya kichawi tena. Basi tutakopa makubwa. Ila mimi tena kukanyaga kwao siwezi. Yaani sitatia mgongo kina mchokozi tena. Hapo tutakuwa unakosea ndugu yangu. Subiri mimi nifike nyumbani nikamalize shughuli zangu. Maana hapa nimetoka kumsindikiza Nunu. Nikishamaliza nitaenda kuongea naye wala usijali. Nenda wewe malaika samawini, lakini mimi maana nitakuwa sijabadilika kitu. Ndio yule yule. Safari njema. Mwabuza, 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 mwabuza,
Oya, vipi boy? Uchula mbona anakimbia? Oya, ule utumbo mwanangu umezingua. Si unajua mzee wangu Tena umezingua ile ile ninavyokuambia. Kaita ndomo mbuli kumlomo midoge tu huu mtaani. Ule utumbo unavyoona mwanangu ana dada yake yule. Dada yake mipatina yangu ninavyokuambia. Rafiki yangu nginja. Oya, nimeanza na darasa la kwanza mpaka la 7. Si unajua? Mimi nikakutana naye siku hiyo, damu nzuri tukapiga piga story nini. Yule bidada akatuona. Kutuona yule bwana akaenda kwa basha yake sa yule demo. Kaenda kumuelekeza bwana Baruza kule anaponda kiutu uzima. Si unajua? Kaleta complain. Complain ndio hivyo mimi nikamdaka yule sister du. Si unajua? Nikachukua kisimu nikatia mfukoni na nikamwambia basi maisha kibinadamu. Yaani nikisikia mateso mbingo mimi nakuchinja. Hii complain ishia hapa mwanangu. Maisha ya kweli. Sio story zangu nikamaliza hivyo. Ndio maana nilipotuona kasepa. Oya, leo nikupata mfanya maisha kibinadamu mwanangu kenda ponda mjomba wangu kiutu uzima. Lele. Da, bwana nasema kweli kazingua mwanangu. Sema kwa design yapi kutoka na katona kakimbia au sio? Yule kashaelewa kodi. Sisi tuanze tutachane naye. Oya, hao ndio maisha kibinadamu sio story zetu. Si unajua zile? Degama, tusonge mbele, kudadadeki. Au sio? Si hata kama njia mbovu tunapita. Uongo. Anacheka. Unataka niongee na nini ili upate kunielewa? Tambua mimi ni mkubwa kwako. Nimekutangulia kuliona jua na ardhi pia. Hivyo unapaswa kunisikiliza. Au unataka mpaka likukute jambo ndio ukumbuke maneno ya mkubwa? Nasemaje? Hata uongea na kiungo gani mimi sintokuelewa. Halafu wewe sio kunipita kwako sekunde ukafanya kila kitu unaweza kunipangia. Niache kwenye hili. Na sio kama vile ulivyoona vile nilivyokutaja ukajua nilikuomba msaada. Mimi nilitaja tu jina kwa sababu ndugu, lakini sikukuita mimi usaidie pale. Mimi najiweza kwa kila kitu. Huo kubwa wewe umekuwa ng'ombe. Sasa nisikilize. Mimi jambo langu liko pale pale, nikiamua kitu mimi sirudi nyuma. Sawa. Kwa kuwa umelilia wembe, acha nikuachie uchezee. Endapo kijikata, msaada wangu ni kukufuta tu damu. Uendelee kuyapata maumivu. Hala, hivyo kumbe unifahamu. Mimi nakwambiaje? Nikiamua langu mimi nimeamua. Hii safari huko sirudi nyuma. Yaani kama nilivyoamua vo. Humfahamu? Wapendwa, kwa jinsi ninavyohisi njaa, sidhani kama nitafika salama huko tunakoelekea. Uende ukafika mwili tu afu nafsi ikawa imeshatoka. Basi tufanyeni maarifa yoyote ya kuweza kupata chakula. Ni kweli unachokisema, maana hapa kila mmoja wetu ana njaa. Lakini wazo langu kwa sasa, tuendelee na safari, tutakapokutana na mgahawa, tuingie tununue chakula tule. Lakini hili la kusema tuingie kwenye hizi nyumba, tuanze tena kuomba msaada sijui wa kupika. Mimi naona kwa sasa hivi limeshakuwa gumu kulingana na yale ambayo tunayoyapitia. Na kingine kuhusiana na Kole. Mara ya mwisho niliwakuta naye mkasema kwamba amerudi, yuko sawa na ni yeye. Lakini mimi nilihisi tu kwamba yule sio yeye. Inawezekana hata hili ambalo limemtokea Subira ni yeye ndo anayehusika. Jamani ndugu zangu, mimi simekola nazidi kujisikia vibaya. Hapa namjua kabisa ilionikuta.
Kwa mimi nilikuwa naomba tuinuke ndo na safari. Kuta nyumba yote tu tuombe maji ili tuweze kunywa mwili upate nguvu. Na mimi nayo ili niweze kuzalisha damu. Maana najisikia ovyo. Basi tufanyeni hivyo kama alivyosema mwenzetu. Itakuwa vizuri sana. Hebu ona vijana wanavyoteseka. Wanapita misukosuko ya kutisha. Wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakwata mamio. Yaani tangu jana nilipokupa taarifa ukimaliza shughuli zako na mazungumzo na wewe ndio unakuja leo tena saizi. Wewe unajua nitaka kukuambia nini? Wewe unajua kabisa nikiamka asubuhi pilika nyingi, utanisamehe tu kwa hilo. Haya niambie. Nilichokuitia hapa ni kuhusu dada yako. Ameshaharibu. Haya ameharibu nini tena? Anatoka na mwanaume rafiki yake. Na kama unavyomjua rafiki yake, ni chizi kuliko yeye, kavuruga vipi? Vipi kama akijua? Na hapa ninavyoongea na wewe amelala huko kafungiwa. Nikaona nikute yeye, nikupe hizo taarifa ili uende kaongee na dada yako. Si vyema nije niongee pale mbele ya mama yako. Namjua kabisa dadangu ni mtu wa kuzurura mitaani, hatulii wala nini. Jana tu asubuhi nimetoka kuongea naye masuala haya, lakini hata hakunisikia. Nikimshauri naonekana mimi mdogo. Hata nikamwambia mama yake huenda atamuelewa. Hapo hapo kwa mama. Unaweza kwenda kumwambia kwa udogo yake alichukulia kubwa. Akaenda akamgombeza, nikaonekana mimi mbea. Naomba taarifa ziishie hapa hapa. Sawa nimekuelewa, nitajua mimi nitafanyaje. Ndio uje cha kufanya ila mimi sihusiki. Maana unanijua mwenye chizi. We Bajaza. Njoo hapa. Vipi? Bado upodo inakuaje? Poa, jambo. Fresh. Kwa hiyo huyu mdogo wako anaitikia mimi salamu yangu, anashindwa kuniamkia. Wewe mniamkie. Poa. Heshima ni kubwa sister. Watoto siku hizi nimeitikia heshima japokuwa kila upande. Haya wewe, unajua nini kuondoka kwa wenzio hapa kijijini? Yaani namaanisha Kipunje na mwenzie Kiepe sijui na hao wengine akina nani? Mimi sielewi chochote kama ulivyokuelewi wewe. Kwani kuna issue gani? Yaani wewe mtoto Bajaza ni mbaya sana wewe. Yaani urafiki uliokuwa na wewe na hao wenzio na Kipunje. Unasema Kipunje hujui alipoenda? Nisikilize mdogo wangu, hebu tuongee mimi na wewe. Niambie basi wenzio wameenda wapi? Mwenzio nina wasiwasi. Mimi mwenzio mdogo wangu kaondoka hapa ujue bila kuniaga. Sisteri, kwa rafiki sio sababu. Kwani wewe una shoga alafu mambo yako unafanya mwenyewe? Katuacha. Wanawe wote tupo hapa. Kuna Baruza, kuna mimi, kuna Dogo Janja. Kazingua. Kachukua shamba wengine tu. Nimemind. Mimi nilichokuitia hapa ili kujua Kipunje kaenda wapi na sio kumchalazia. Sasa mdogo wangu, kama hujui walipoenda, hata walichoenda ukifanya huko pia ukijui? Nilikuwa najua nimesahau. Wewe Bajaza, hebu acha ujeuri wewe. Na ndio maana nywele zako zimekusimama zezani mizizi ya ming'oko. Na kingine, hebu mfundishe mdogo wako heshima. Maana kijijini kwetu sisi hatuishi hivyo. Na anavyoongea hata simuelewi sio katokea wapi. Kwa hiyo umetuita ili tuchalazia au sio? Baridi ya heshima kubwa. Kuliko kimboni. Tofauti. Bajaza. Bajaza, hivi ni kweli unachokiongea unamaanisha hujui Kipunje alipoenda? The confidence process about wachula usinizoee. Nilichomjibu sister yako ndio kipo hivyo hivyo. Kwanza na magazabu yangu kibao usinichanganye. Oya, tuvute mbele.
Basi kujiuliza kwa nini zinapotokea hali hizi. Zinazopotokea ni moja ya asili na mizimu ambayo ipo nyumbani kwenu. Na mimi unaoniona hapa ni moja ya kitu ambacho naishi ndani ya mwili wako. Itakapofika wakati ndipo utakapokufumbua hili fumbo. Na ndipo utakapojua wewe ni mtu wa aina gani. Kama wewe ni mmoja wa viumbe uliopo ndani yangu, kwa nini usije umejifichua nikakuona? Na pia hivi mnavyonifanyia, mnagombana na ndugu zangu, marafiki zangu, hamuoni kuwa mnanitesa? Na kama muda wenu wa kunivumbua ulikuwa bado, kwa nini mmeniletea hii hali sasa hivi mpaka naishi na watu kwa utofauti? Acha nifunge kwako. Wakati ukifika utajijua wewe ni mtu wa aina gani. Unaweza kuendelea na safari yako. Samani. Habari yako? Safi, karibuni. Asante sana. Sisi tuko safarini. Tumebana na kiu. Tulikuwa tunaomba msaada wa maji ya kunywa. Maji ya kunywa? Evo umetisha. Asante sana kwa msaada wako, tunashukuru. Hadi mimi nashukuru. Sema kwa sababu mnaenda mbali na mmesema mnabana sana na kiu. Ili kupenzali itakusaidia mbele. Sawa.
itakuwa hata vindizi. Hebu ona vijana wanavyoteseka, wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu, wanakuwa tamami wageuka. Haoni huruma, hana hata huruma. Waboza, 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 waboza. Huku vita vimezidi, ndugu wa damu wanagombana, na shetani ameshamia.